Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Naam, ndugu zangu wa Tanzania na ndugu zangu Waislamu wa Tanzania na wasiokuwa Waislamu kwa ujumla, leo hii hapa umoja wa wanazuoni wa Kiislamu Tanzania, Hayatul Ulama, tupo hapa kwa lengo la kuizungumza kwa ufasaha zaidi na kwa kuelimisha jamii yetu zaidi nguzo ya tatu katika nguzo za Uislamu, ambaye ni nguzo ya zaka, na katika anwani ya kwamba ni nafasi ya zaka katika kuinua uchumi wa mtu mmoja mmoja na vile uchumi wa jamii. Nafahamu kwamba zaka kwa utaratibu wa Uislamu jinsi ulivyoweka ndio kitu pekee ambacho kinaweza kikanyanyua haraka sana ama kuondoa kabisa yani umaskini na vile kunyanyua uchumi wa kila mtu. Kwa hiyo zaka kuzungumzwa katika sura hii ni muhimu sana, kwa sababu utaratibu wa zaka ama zaka kama zaka imekaa katika maeneo mengi sana. Kuna maeneo ya vitu vya thamani, dhahabu na fedha, na kuna maeneo ya bidhaa za biashara, na kuna maeneo ya mazao, na kuna maeneo ya ufugaji wa nyama. Kwa hiyo maeneo haya ndio maeneo ambayo wanadamu wote wamegawika huko: madini, kwenye masuala ya swala biashara, swala la kilimo na swala la wanyama. Sasa kama zaka itatolewa vizuri na zaka itakusanywa kwa wenye uwezo na kurejeshwa kwa watu ambao hawasiokuwa na uwezo, tunaweza jamii kubwa sana na ikasaidia jamii kubwa zaidi katika kunyanyua uchumi wa mtu mmoja mmoja na uchumi wa kijamii. Hiyo ndio falsafa ya zaka katika Uislamu, na leo hii ndio jambo hili tunalizindua na tunalihimiza leo na tunalizungumza katika upana kwa Waislamu na kwa wasiokuwa Waislamu katika nchi yetu. Lengo ni kunyanyua uchumi wa taifa letu na jamii yetu. Sasa na mimi ninaitwa Sheikh Abdallah Saleh Ndauga. Naitwa Sheikh Abdallah Saleh Ndauga, ambaye ni mwenyekiti wa umoja wa wanazuoni wa Kiislamu Tanzania, au usema rais wa wanazuoni wa Kiislamu Tanzania, Hayatul Ulama. Ingine ni tajriba ambayo tulifanya Hayatul Ulama. Sawa, hii mwaka jana tulipata zaka sawa ya hiyo ya milioni 15. Katika hii zaka milioni 15 tuliweza kuwawezesha kwa njia ya mafunzo mbalimbali sawa watu takriban 207 na tumeweza pia kutengenezea vikoba vyao, tukawakabidhi hizi fedha, ikawa ni zaka yetu kwao wao, ikawa imeondoka katika miliki yetu imeingia katika miliki yao, wao wanamiliki, wakaunda vikoba vyao hivi sawa. Na sasa hivi wana vikoba takriban 8. Kuna Mbezi kikoba kipo Mkuranga, kina watu 30, na hisa ya kianzio tuliwapa milioni 1,500,000, na sasa hivi katika akiba yao wanayo milioni 8,350,000, na bado wanakopeshana wenyewe katika mahitaji yao ya kila siku, katika shida zao za kila siku, na wanaendelea na harakati za kibiashara na kimaisha. Kuna Juhudi kikoba iko kwa Mkuranga, kina watu 31. Hawa tuliowezesha kuwapa milioni 1,550,000, na sasa hivi baada ya kipindi zaidi ya mwaka sasa karibu mwaka wana milioni 2,150,000, na wao ni kikoba ambacho kinafanya kazi, wanaweka akiba zao na wanafaidika na kikoba chao. Ihsani kikoba kina watu 24, Sungi kikoba kina watu 27, Masaki kikoba Kisarawe kina watu 21, Kisanga kikoba Kisarawe kina watu 3, Walimu Kisarawe, hawa ni walimu wa madrasa, baada ya kupa mafunzo aina mbalimbali pia tukawawezesha na hizo pesa, na sasa hivi katika kikoba chao wanayo milioni 2,100,000. Na Madrasa Muhammadi tuliwawezesha vijana karibu 50. Na hivi sasa hivi pesa tuliowapa mwaka mmoja uliopita ilikuwa ni milioni 10,350,000, lakini sasa hivi katika vikoba vyao vyote kwa tarehe ya jana, tarehe 7 Machi, kwa sababu tunaona katika mitandao ya simu wanavolipa, wanavyokopeshana, wanaweka akiba, tunaona sasa hivi wanazo milioni 26,224,000. Sasa hii ni tajriba ambayo ipo na tumeiona. Kwa dakika chache nilizokuwa nazo, labda nielezee hizi modali maulama wetu wamezizungumza vipi. Maulama na so maulama hivi, yani wenzetu duniani ambao wanao mifuko kama hii, vipi wanavyotumia zaka
sawa, katika kuondoa umaskini. Sheikh Salum Awadhi amezungumza vizuri kabisa kuonyesha kwamba vipi Ahua waliweza kufanya mabadiliko makubwa duniani na wengine, lakini vipi wanavyofanya. Naomba kuonyesha kidogo. Hii ni modali ambayo ipo katika ni microfinance hii ambayo inapokea zaka, inapokea sadaka, inapokea labda pesa za wakfu. Kwa njia ya wakfu mtu katoa sadaka yake. Sasa vipi wanavyozitumia hizi pesa? Kama ni zaka, wanazitumia katika mambo ya skill development kwa ajili ya uwezeshaji, kuwapa elimu hawa vijana, ikiwa ni kuwalipia VETA, mfano zile kozi mbalimbali ndogo ndogo. Baada ya kulipiwa wanawezeshwa kwa hizo pesa za zaka na wanatoka katika umaskini. Hao ni inactive economic group, kwamba hao ni inactive, kwamba totally hawana uwezo wa kiuchumi na namna ya kuchuma na ile elimu za ujasiriamali, lakini wanapewa studies za aina mbalimbali kwa njia ya pesa za zaka, kwamba wanapata hizi study. Sawa, wakishatoka pale ni rahisi kupata ajira na kupata shughuli na kuiendesha maisha yao wenyewe. Kwamba hizi pesa za zaka zinatumika hivyo kuwatoa katika utegemezi wa kiuchumi, kwamba hao ni inactive economically kuwa active economically. Na hizi pesa zingine ambazo ni za wakfu na sadaka zinaanzisha hizi microfinance sasa kwa njia ya hii ya kukopeshana kwa njia ya nini? Kwa njia ya Kiislamu. Hiyo ni model moja, ina maelezo mengi lakini sitazungumza maelezo hayo. Ingine ambayo nilizungumza mimi, ambayo tumeiona kwa njia ya HHRD na kwa njia ya hizi fedha za tulizotumia sisi, ni huu mfumo wa zaka katika kuziwezesha asasi mbalimbali. Sawa, kwamba hapa mfumo huu ni kwamba zaka inatumika kuziwezesha zile asasi ambazo zinasaidia moja kwa moja wale wahitaji. Sawa, kwa njia ya zaka, kwamba bwana kuna zakat fund, zaka inakuwa collected. Sawa, alafu taasisi ina identification of mustahik, kuwatambua wanaostahiki kwa njia maalum, kwa vigezo maalum, kwa kuwachuja kwa njia za interview, kwa njia za aina mbalimbali, kujua kwamba hawa wanastahiki. Kisha inakuja mchakato wa kumiliki, tamlik mechanism, kwamba zaka inamilikiwa na maskini kwa njia ya hisa, biashara au vifaa vya uzalishaji. Ni kwamba sasa zaka inaondoka kwa yule ambaye ni muzaki au kwa yule ambaye aliyekusanya ile zaka, sasa inaenda katika milki ya wale maskini, lakini inaenda katika milki hiyo kwa njia ya hisa, biashara na vifaa vya uzalishaji. Sawa, ambavyo sasa namba 4 vinawezesha shughuli za kiuchumi. Sawa, maskini wanatumia mali hiyo katika biashara, kilimo, ufugaji na utoaji wa huduma mbalimbali. Kwa maana hiyo ni kwamba wanajikomboa kutoka umaskini, wanakuwa na exit from poverty. Hatua ya mwisho ni maskini kuwa ni mwenye kujitegemea. Ndio maana tunaona katika Ahua ya Pakistani na nchi zingine, wale ambao walikuwa wamesaidiwa kwa njia ya zaka sasa wanakuwa wanarejesha, sasa wao wenyewe sasa wanakuwa ni wenye kutoa sadaka na wenye kutoa zaka katika ule mfuko. Ndio maana Ahua, alhamdulillah, ya Ahua wao wanaempower, wanawezesha watu katika Pakistan na maeneo mengine duniani, lakini zile pesa za uendeshaji wa Ahua sasa zinatoka katika michango wale ambao waliwezeshwa. Sasa wamekuwa sasa katika hali nzuri, ndio wanatoa michango sawa ya kusimamia gharama za uendeshaji wa Ahua. Sasa hiyo ni mifano michache, lakini masharti, mfano mwingine ndio mwisho, mfano wa SACCOS umejengwa katika model ya zaka. Ni SACCOS lakini imeundwa kwa pesa za zaka, kwamba mfuko wa zaka na zakat fund iko pale, wanaostahiki wanapatikana, sasa wanamiliki hisa, ni kwa miliki imeingia kwa wao, na SACCOS inapatikana, wanawezeshwa kibiashara kwa njia ya miamala ya kifedha ya Kiislamu, na wanapata faida, na ule umiliki wa wao kwamba ile SACCOS ni ya wao wale ambao ni mustahiki, kwamba inma sadaqatu lilfuqara, kwamba ile fedha na ule umiliki sasa ni wao, sio kwamba huko kwa mtu mwingine, ni wao. Mtu akitaka kujitoa hata kuuza share zake, baada ya siku 2 anauza share zake, anapata pesa zake mwenyewe. Akitaka kuendelea anaendelea, ule umiliki umerudi kwake. Sasa masharti ya kifiki ambayo ni muhimu kabisa, ambayo maulama katika vitabu mbalimbali waliotueleza, ni kwamba katika modali hii lazima iheshimu masharti haya. Tamlik, maskini lazima wawe wamiliki wa hiyo mali.
pia walengwa sahihi, walengwa wawe mafukara na maskini, kwa sababu inna masadaqatu lilfuqarai wal masakin, na hakuna riba. Mambo ya kukopeshana kwao na kusaidiana kwao kusiwe kwa njia ya riba, iwe kwa njia ya mfumo wa fedha wa Kiislamu, na mali ya zaka isiwe ya taasisi iwe msimamizi tu, sawa, ni manager tu, si mmiliki wa zile hisa au wa ile kampuni. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.